tulipata huzuni asubuhi tulipokuta boma moja ya mzee anaitwa Richard Simatwa alikuwa amejiua na akakata bibi yake shingo, na imekuwa huzuni kubwa tukiwa sisi watu wa kijiji. Tulipopata mwili yake imeanguka kwa nyumba na tukakuta bibi ameuliwa kitandani. Nilipewa ripoti ya asubuhi leo nikiwa kwangu Kerenget. Nikaambiwa sasa my sister ambaye ni Chunita amewawa na mke wake ambaye ni Richard, mumewe ambaye ni Richard Simatwa. Ndio nikaacha kweli kufika nikakuta amewawa, amekatwa shingo na Richard Simatwa alikuwa amechinyonga. Sasa tukiwa hivi tumeshachukua wawili kwa mochari na nimekuwa na huzuni sana. Yeye ni my sister kabisa, tulisaliwa na mama moja. Na tuchachua chanzo chake ni nini, kwa sababu walikuwa peke yao ndani ya nyumba. Wao walikuwa wanakuwa na ugomvi kila wakati. Walikuwa wanagombana wao kwa wao. Na ikawa tu walikuwa wamepaki wawili kwenye nyumba kwa sababu watoto wao wameondoka, wengine wameolewa, wengine wako shuleni. So ikawa ni siku mbaya sana kwetu kupata wao mzee amekata mama kwenye shingo naye akachitia kitanzi. Ndiposa ikawa ni huzuni katika kijiji chetu, na ni mwito kwetu kwa viongozi wote wa serikali kuanzia mashinani mpaka juu, mambo ya pombe watusaidie sana. Kama mmoja wa wachungaji ninaomba kwa unyenyekevu, ikiwezekana wakaasi wetu, tafadhali tukiwa na shida wacha tuende mesani tusungumuse, tupate counseling kutoka kwa viongozi wa serikali, viongozi wa familia na zaidi ya yote viongozi wa makanisa, watusungumusie, watuhimize tujue njia kutatua shida ambazo tunasipitia. Tukiwa wase wa mtaa tunaangalia kwamba shida yote ikitokea lazima tutatue au tupelekee wale wengine atatusaidia kwa kimawazo, ili shida ya kila nyumba familia hawezi kutatuliwa. So haya changa ametupata siku ya leo ni ya kwanza katika sehemu hii ya Baigam Set Coast, ndio atajewahi kupata. Tunasikia sehemu zingine kumbe shida na kujanga, na tunahimiza kwamba serikali yaweze kutushikilia wale wa kijiji ili tutatue hii mambo kwa urahisi, ili pombe kama hii tumesikia alikunywa iweze mtu asifanye kitu ambaye anaua mwingine.